Naam, ndugu msikilizaji, karibu sana. Karibu katika simulizi yetu nzuri na ya kusisimua, simulizi inayokwenda kwa jina la Mariam wa Kibopa. Mariam wa Kibopa. Na hii ni simulizi fupi. Nasema fupi nikimaanisha kwamba sio simulizi ndefu ya masaa 4, masaa 5, masaa 10. Hapana, ni simulizi fupi tu ikielezea mkasa wetu huu wa binti Mariam, mdada wa chuo. Mariam wa Kibopa. Nini maana ya Kibopa? Wengine hawajui maana ya Kibopa. Kibopa manake ni wale watu ambao wenye pesa wale. Yaani wale watu wazima ambao wana pesa wale. Mjini wanaitwa vibopa. Wale watu wazima kidogo wenye pesa. Sasa kama ni mara yako ya kwanza kutembelea hapa, na kusihi bonyeza hapo chini kwenye kitufe kilichoandikwa subscribe. Kama ni mara yako ya kwanza, au labda si mara yako ya kwanza lakini haukusubscribe, bonyeza hapo chini subscribe, ili stories zijazo basi nitakapoweka tu unaweza kupata access ya kuzifikia kwa wakati. Na msimulizi wako niite kama Lee. Basi nisikuchoshe, tunaanza simulizi yetu kama ifuatavyo. Ikiwa ni mwezi wa 10, tarehe za mwanzoni kabisa baada ya maombi ya vyuo vikuu kukamilika, ambapo wanafunzi wa mwaka wa kwanza wakitakiwa kuripoti katika vyuo husika ili kuweza kufanya michakato ya udahili. Lozi, nasikia chuo ni bata kweli rafiki yangu. Hebu twende tukajionee hilo bata lenyewe. Twende tukajionee hilo bata la chuo. Maana yale mambo ya kuchapwa fimbo jamani sekondari, yani huko wala hata hayapo. Hiyo ilikuwa ni sauti ya binti Mariam, mwanadada aliyehitimu masomo yake ya kidato cha 6 mkoani Morogoro. Sasa akielekea mkoani Dar es Salaam kwa ajili ya kuanza shahada ya kwanza ndani ya chuo fulani hivi. Sitaki nikitaje jina kwa sababu za kiusalama, lakini chuo fulani hivi kilichopo jijini Dar es Salaam. Muda huo akiwa na rafiki yake Lozi, wakiwa kwenye safari kuelekea jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kuanza masomo ya chuo kikuu. Mariam ni msichana mrembo sana, mwenye midomo yenye rangi ya samawati, akiwa na macho ya mduara, wallahi akikuangalia usoni kama wewe ni mwanaume rijali lazima uhamasike. Mariam ni mwanamke mwenye umbile na figa ya kike aliye katika mithili ya samaki. Mashallah, hata akivaa nguo ya aina gani, akitembea lazima huku aya bwana. Urembo wa Mariam uliacha gumzo kubwa sana kwa kila mwanaume ambaye amebahatika kumuona. Muda si mrefu simu ya Mariam ikaingia ujumbe, jambo ambalo likamfanya Mariam aache mazungumzo na shoga yake Lozi na kuwa makini kuusoma ule ujumbe, yani message. Ujumbe ulikuwa unasema hivi: habari yako mpenzi, na kutakia safari njema. Mimi nimeshafika tayari chuo tangu jana, na maombi ya hosteli nimeshakufanyia tayari. Wakati Mariam anausoma ule ujumbe, shoga yake Lozi akasema, bila shaka huyo ni bwana wako Uchwara. Hamjaachana tu, mapenzi ya shule ni ya shule bwana, huko chuo Mariam, mambo mapya, achana naye. Mariam akajibu, Rozi, huo Uchwara unaojua wewe, mimi hata sijali, alafu hayakuhusu. Mbona mimi siingilii kwenye mambo yako eti? Ujumbe ulioingia kwenye simu ya Mariam ulikuwa ni ujumbe kutoka kwa kijana James kwa Magende Tonga. Alikuwa ni mpenzi wa Mariam tangu wakiwa kidato cha 5 na cha 6 huko Morogoro. Yani kipindi wako shuleni bwana, huyu James alikuwa ni mpenziwe. Pia Mungu kasaidia wanakwenda kukutana wote chuoni huko Dar es Salaam.
Baada ya masaa kadhaa waliwasili jijini Dar es Salaam kwenye kituo cha mabasi kilichopo Mbezi. Na punde kijana James alikuja kuwapokea kwa sababu James alikuwa ni mwenyeji kidogo wa jiji. Hivyo aliwasindikiza mpaka chuoni kwa ajili ya kuanza usajili. Mariam alipowasili chuoni alizua mtafaruku mkubwa sana kwa vijana wa kiume pale walipomtizama kutokana na urembo wake wa asili aliokuwa nao. Huwezi amini, Mariam hakuwa mtu wa kubandika kope, kusuka rasta wala kupaka makeup, hapana. Mariam alivutia kwa uzuri wake ule ule wa asili. Baada ya usahili baada ya usahili kuisha, masomo yakaanza rasmi, na kipindi cha kwanza alichotakiwa kuhudhuria Mariam kilikuwa kinafanyika chuoni pale kwenye gorofa yapata kama ya 5 au ya 4. Hivyo kwa sababu ya ugeni, Mariam hakufahamu hilo. Sasa kwenye harakati za kutafuta venue, chumba ambacho kipindi kilikuwa kinafanyika, la haula, Mariam akakosea venue na kuingia kwenye chumba ambacho wanafunzi wa mwaka wa 3 continuous walikuwa na kipindi kilichoongozwa na lecture Lubumbasi. Basi Mariam akaingia humo. Mariam hakuelewa kabisa kipindi, kwa sababu hata masomo unajua yeye ndo kwanza anaanza first year. Afu kakosea chumba, akaingia chumba ambacho wanafunzi ambao ni mwaka wa 3 ndo wanasoma, haelewi hata kidogo. Kwa bahati mbaya, Dr. Lubumbasi alimsimamisha ili aweze kujibu swali. Kusimama kwa binti Mariam kulizua gumzo darasani mule, kwani alikuwa ni msichana mwenye urembo wa kuvutia. Kwa haraka haraka usingeweza kumtoa kasoro yoyote ile. Kama sura anayo, shepo ndo usiseme. Darasa zima lilishikwa na sintofahamu juu ya Mariam, ambaye hakuweza kujibu swali, bali alishia kujing'atang'ata, jambo ambalo lilimzidishia urembo na mvuto wake. Na baada ya kipindi, Dr. Lubumbasi alimtaka Mariam abaki theater, mule darasani, kisha akamwomba namba za simu. Kwa woga, binti Mariam hakuweza kumkatalia. Alimtajia namba zake za simu Dr. Lubumbasi. Na ilipojiri mishale ya saa 1:09 jioni, simu ya Mariam ikaingia ujumbe. Ujumbe ukasema, habari Malaika, samani, nina maongezi na wewe. Nitakuwa ofisini kuanzia sasa hivi. Nitakuwa ofisi namba fulani. Sasa kama unavyojua watoto wa kike ambao wameshibana, ma BFF wenyewe wanasema, lazima mambo yao waambizane bwana. Mariam hakutaka kubaki nalo hilo jambo yeye peke yake. Akaamua kumshirikisha shoga yake Rozi. Wakashauriana na Rozi kuwa waende pamoja huko ofisini. Na kweli walienda na walifika. Baada ya kubisha hodi, waliingia ndani na kumkuta mwanaume mmoja hivi. Kwa makadirio alikuwa ni mwanaume mwenye umri wa miaka kama 50 na kitu. Huyo mwanaume alikuwa ameketi kitini, akionekana kuwa ndiye mmiliki wa ile ofisi. Sasa ujio wa mabinti wale wawili kwa pamoja ulimfanya yule mwanaume akose cha kuongea, kwani alitarajia uwepo wa binti Mariam peke yake, lakini bahati mbaya alikuja na rafiki yake. Na wanawake bwana, unamwita yeye au unaweka miadi na yeye, alafu na yeye anakuja na rafiki yake. Aya bwana, tuendelee na simulizi yetu. Basi yule mwanaume akasema, bila shaka wewe ni mgeni hapa chuoni, nikimaanisha kwamba uko mwaka wa kwanza, sio? Basi nilikuita ili nikusalimie tu na nikujulie hali. Karibu sana chuoni kwetu. Baada ya maongezi hayo mafupi, Mariam na Rozi walitoka nje ili waondoke. Rozi akasema, Mariam, mbona kama yule mzee alikuwa anajing'atang'ata pale? Hivi kweli kile ndicho kitu alichokuitia? Kapindisha maneno, bila shaka kwa sababu kaniona mimi.
yani kile sicho alichokuitia. Eti nimekuita ili nikusalimie. Uongo. Basi marafiki hao wawili wakaachana na ile mada, wakaelekea mgahawani kupata chakula cha jioni. Yani wakaelekea kwenye kantini ya chuo iliyokuwepo ndani ya chuo, na kutokana kwamba vyakula vilikuwa ni bei ghali sana, wakaamua kununua ndizi 2 kila mmoja, zile ndizi za kukaranga pamoja na glasi ya juisi. Wakati wanakula, muda si mrefu akatokea kijana James, mpenzi wa Mariam, yule kijana ambaye alikuwa ni mpenzi wa Mariam tangu kipindi wakiwa sekondari huko. Basi baada ya James kutokea, Rozi akaanza, Shemu tunakula ndizi kweli? Hebu tununulie basi hata chipsi kavu hapo. Hiyo ilikuwa ni sauti ya Rozi. James akasema, da shemeji, ni kweli, lakini hapa nilipo maokoto changamoto. Nitakununulia hata siku nyingine bwana rafiki yangu. Na muda si mrefu mhudumu wa kantini akaweka juu sahani 2 za wali, njegere nyama, kachumbari safi pembeni na vikorombezo kama vyote. Mhudumu baada ya kuweka hizo sahani akasema, hiki ni kwa ajili yenu, kuna mtu ameniagizia niwaletee hapa. Huyo mtu amewapa kama ofa tu, karibuni sana. Basi kabla ya mhudumu wa kantini kumaliza maneno yake, ujumbe ukaingia kwenye simu ya Mariam. Ujumbe ukasema, usijali, hizo ndizi 2 ulizoagizia najua hazikutoshi, pokea tu chakula nilichokuagizia, nitakupigia baadaye usiku ili tuweze kufahamiana zaidi kama hautojali. Huo ulikuwa ni ujumbe ulioingia kwenye simu ya binti Mariam wakati yuko kantini na rafiki yake Rozi pamoja na mpenziwe James. Kwa kuwa hakuwa na namna, basi walikula kile chakula, ingawa walikuwa hawajui kimetoka wapi, yani kwamba ni nani aliyeagiza, nani aliyetoa ofa. Na kwa bahati mbaya ule usiku simu ya Mariam ilizima chaji, kwa hivyo hakuweza kupigiwa na huyo mtu aliyemwahidi kwamba atampigia huo usiku. Na siku iliyofuata Mariam moja kwa moja alielekea kwa mpenziwe James. James alipanga chumba wilayani Kigamboni, maeneo ya Feri kwa Ulasa, ambapo si mbali na chuo ambacho walikuwa wanasoma. Baada ya kufika geto kwa mshikaji, akaingia ndani. Chumba cha James hakikusheheni furniture za kisasa, hapana, bali kulikuwapo tu na godoro la futi kama 4 hivi, godoro lililotandikwa chini kwa sababu hakuwa hata na kitanda, bakuli na sahani kadhaa pamoja na begi la nguo. Yani kiufupi hakuwa na maisha kijana wa watu, alikuwa bado kwanza anajitafuta kimaisha. Mariamu akasema, James, najua unanipenda na najua una wasiwasi mkubwa juu yangu, lakini usijali, mimi ni wako. Mariam, unanifanya ni kuamini pia. Itakuwa vyema kama utalitunza penzi na kupenda pia. Ndugu msikilizaji, hizi ahadi bwana za wakina dada kwamba nitalitunza penzi, usijali. Hebu personally nikuibia lonja. Personally nimeshawahi kuahidiwa sana na mabinti namna hii. Yani unajua mtu unakuwa lili, yani unakuwa ni mtu mwenye mapenzi ya dhati, lakini yamkini pengine bado maisha haujajipata, alafu binti anaanza kujitetea mwenye usijali, nitakupenda sijui na nini, alafu mwisho wa siku sasa hebu nisiamalize yote, tuendelee na simulizi yetu. Basi wakati maongezi hayo yakiwa yanaendelea, Mariam alikuwa juu ya kiuno cha James akikalia mtalimbo kibahaba. Muda si mrefu wapenzi hao wawili joto la mwili likaanza kuwapanda, wakaanza kupigana mabusu ya midomo. Basi na kilichofuata hapo
Watu wazima nafikiri tunaelewana, sina haja ya kukielezea kilichofuata hapo. James hakuwa haba, alikuwa ni mwanaume rijali kweli kweli, na baada ya muda kadhaa wote wakiwa wameridhishana sasa, walilala kitandani wakapumzika. Na upande wa pili, upande wa Rose akiwaza na kuwazua atatumia njia zipi ili aweze kumfanya James na Mariamu waachane. Yaani Rose yule shoga yake na Mariamu anawaza atafanyaje ili James na Mariamu waachane, kwani Rose alikuwa anampenda sana James licha ya ufukara wake aliokuwa nao, na ndio maana alikuwa anamzunguka shoga yake, yani anamnafikia Mariamu. Hapa sijui kama naeleweka. Yani hivi, Mariamu na Rose ni marafiki, ni mabinti. Alafu Mariamu ana mpenzi wake ambaye haye ni maskini kama mimi. Alafu Rose anaonea wivu mapenzi yao. Kwa hivyo anajifikiria atafanyaje ili waachane. Ndio hiki kitu kinachotokea hapa. Basi baada ya Mariamu kutoka huko kwa mpenzi wake huko Kigamboni huko, akarudi hosteli, kwenye hosteli za chuo. Mariamu kama kawaida yake alikuwa akimhadithia shoga yake Rose utamu anaoupata kutoka kwa James. Mariamu alikuwa anampamba kweli kweli James kuwa ni kijana rijali haswa, anayejua mahaba, anajua kuchombeza kama jamani, na mambo kede. Maskini ya Mungu, asichokifahamu Mariamu ni kwamba anazidi kuchochea sumu kwa Rose ambaye alikuwa anamtaka kimapenzi James. Kesho yake wakiwa bado chuoni, Mariamu na Rose wakiwa kwenye vimbweta vya chuo wakipiga stori za hapa na pale. Hivi Mariamu ni mtu wa aina gani? Huyu bwana wako hawezi kukuhudumia, hawezi kukutoa outi, hakupeleki vacation, wala hakufanyii surprise. Achana naye tu yule mlugaruga shosti yangu. Hiyo ilikuwa ni sauti ya Rose akimconvince rafiki yake Mariamu aachane na James. Hapana Rose, siwezi kumwacha James. James nimetoka naye mbali ujue. Haijalishi kwamba hanihudumii, najua bado anajitafuta kimaisha. Mariamu akamjibu Rose kwa maneno ya busara sana. Muda si mrefu mwalimu wao, na maanisha lecture ya Lubumbashi, alikuwa anakatisha pale walipokuwa wameketi. Yaani lecture ya Lubumbashi, hata kama hakuwa anawafundisha darasa moja kwa hule muula, lakini alikuwa ni mwalimu wao kwa pale chuoni. Kwa hivyo alikuwa anakatisha lecture ya Lubumbashi. Alimkata jicho la bashasha binti Mariamu pasipo hata kujua kama anaangaliwa kinagaubaga. Basi wao waliendelea tu na maongezi yao. Maisha ya chuo yalikuwa ni magumu sana kwa binti Mariamu, hususa kwenye swala zima la pesa. Ilikuwa ni changamoto sana kwa Mariamu kupata mahitaji yake ya msingi kwa wakati, kwani wazazi wake walikuwa ni wazazi wanaotokea kwenye familia ya hali ya chini sana kiuchumi. Akiangalia na mpenzi wa James naye ni wa kawaida tu, pengine mpenzi wake angemsupport, lakini ndio hivyo tena. Lakini kwa upande wa Rose, yeye tayari kashatekwa na jiji. Alishaanza kuwa mdada poa, maskini ya Mungu. Rose anabandika nywele kila wiki. Nywele anazosuka Rose zinagharimu si chini ya 60,000 kwa wiki. Anabandika tipsi. Mimi hata sijui tipsi maana yake nini jamani. Pia anabandika kope. Yaani kifupi ni mdada poa, mdada wa mjini. Rose sasa harudi nguo mara 2 kwa wiki. Akivaa mara moja, pengine atavaa tena baada ya wiki 2. Kwenye begi la Rose kuna makeup za kila aina kama zote. Pia ilifika kipindi Rose akaacha kabisa kuishi hosteli za chuo, akapanga chumba chake binafsi huko Kigamboni, maeneo ya Serengeti. Kiufupi, maisha ya Rose yalibadilika sana mpaka kuanza kazi ya kudanga, yani biashara ya ngono, kuuza mwili wake kutokana tu na tamaa ya pesa. Rose
alikuwa akienda chuoni utazani kama mdada aliyeajiriwa na NMB kutokana na mavazi ya gharama ambayo alikuwa akiyavaa, lakini kumbe ni mwanafunzi tu wa chuoni. Itifaki kwamba huwezi kumjua kirahisi. Basi hebu turudi kwenye maisha ya Mariam. Mariam ingawa alikuwa na hali tete kiuchumi, hilo jambo halikumfanya apoteze uzuri wake wa asili. Bado alikuwa ni mzuri na wa kuvutia. Bahati mbaya, mavazi ya Mariam yakaanza kupauka kwa sababu hakuwa na pesa za kununua nguo mpya. Mariam, kama nilivyosema, hakuwa mtu wa kusuka rasta. Alikuwa anasuka zile nywele wanaita minyoosho. Wanasuka hivi, wanawake wanarudisha nyuma wenyewe, anazibana tu hapo juu basi. Lakini naweza nikasema alikuwa anapendeza kuliko wanawake wote pale chuoni. Muda mwingi Mariam akiwa kwenye mazingira ya chuo alionekana kuwa karibu sana na mpenzi wa James. Hilo jambo lilimchukiza sana Rose. Baada ya vipindi vya asubuhi, njaa zikaanza kuwauma wapenzi hao wawili. Ni kuna siku moja hiyo, basi wote mifukoni hawakuwa hata na senti 5. Mariam akashika simu yake ili aweze kumtafuta shoga yake Rose, ili basi hata waweze kukopeshwa basi kiasi kadhaa cha pesa. Lakini akakutana na ujumbe wa Tigo Pesa ukimjulisha kuwa amepokea kiasi cha shilingi 350,000. Mariam alishikwa na butwaa sana baada ya kuona hiyo pesa kwenye simu yake. Basi kwa sababu njaa ilikuwa inawakereketa, akaenda kutoa hiyo pesa haraka. Pengine alizani kwamba mtu tu katuma hela kakosea. Basi kesho yake majira ya saa 4 za asubuhi, Mariam akakutana uso kwa uso na lecture Lubumbasi, yani yule mkufunzi wa chuoni. Mzee yule alimchangamkia sana Mariam na kumuomba watoke nje kidogo kupata kifungua kinywa. Basi pasipo na shaka yeyote, Mariam aliongozana na mzee Lubumbasi mpaka kwenye mgahawa wa KFC uliopo mkabala na chuo cha IFM. KFC ni mgahawa wenye hadhi ya nyota 5. Huko bwana, mimi sijawahi kuingia ndugu msikilizaji, lakini nasikia huko hakuna chai ya 200, eti zile chai za 200 za mtaani hapo. Hakuna, huko chai inaanzia 5,000, hutaki acha. Baada ya mzee Lubumbasi kuagiza chai ya nguvu, akaanza kusema, bila shaka hunifahamu vizuri. Kusema kweli Mariam, mimi nakufahamu. Wewe ni msichana mrembo sana. Uzuri wako umenifanya nishindwe kabisa kuzuia hisia zangu. Kusema kweli nakupenda sana Mariam. Natambua pia hali yako, ndio maana juzi nilikuagizia chakula pale mgawani usiku ili usilale njaa. Lakini pia asubuhi nilikutumia 300,000 na ile 50,000 ilikuwa ni ya kutolea tu. Ndugu msikilizaji, kigugumizi ghafla kikamshika binti Mariam. Kutongozwa na mzee kama yule si mchezo. Kutongozwa na mbaba wa miaka 50 si mchezo. Lakini si hivyo tu, Mariam tayari alishakula 300,000 wale nchegele nyama vya yule mzee. Sasa kwa nini asishikwe na kigugumizi, maskini ya Mungu? Mariam akaanza kusema, mwalimu, naogopa. Mwalimu, naomba nipe muda nijifikirie. Lecture Lubumbasi akasema, pengine labda unajali kuhusu umri wangu, ondoa shaka mpenzi. Mapenzi yaangalie umri, nitakufanya uishi maisha bora na mazuri sana hapa chuoni. Pia naona simu yako inazimazima. Mrembo kama wewe hutakiwi kutumia tekno bwana. Sasa kuna mtu nimemwagiza, muda si mrefu atakuja hapa kutoka hapo Kariakoo. Ameenda kukununulia iPhone 17 mpya kabisa. Na kweli baada ya muda si mrefu bodaboda ikapaki nje. Akashuka kijana wa makamo, akaingia ndani na bahasha
ilionyesha ndani kuna kitu na kumpatia mzee Lubumbasi. Mzee Lubumbasi akasema, naomba upokee hii simu, nimekupa kwa ajili ya mawasiliano, usijali, kuwa na amani. Uwezi amini, Mariam alianza kuhongwa vitu vya thamani na kupewa pesa za hapa na pale kutoka kwa lecturer Lubumbasi, mkufunzi wa chuoni. Binti akajikuta anapokea tu ile iPhone na zile zawadi, akifikiria shoga yake Lozi anatumia iPhone zile zenye macho mawili. Kwa nini na yeye asiwe na iPhone? Basi kufika kwa shoga yake nani Lozi, baada ya kuonekana ana iPhone, Lozi alishangaa sana kwa sababu aliujua uwezo wa Mariam sio wa kununua iPhone, na hata yule bwana wake Uchwala James hakuwa na ubavu wa kumnunulia demu wake iPhone. Lozi akasema, Mariam, haya sasa ndiyo maisha ya mjini. Yaani unasoma chuo kikubwa kilichopo Posta. Benki kuu hii hapa, chuo kile pale. Ikulu hii hapa, chuo kile pale. Bandari ile pale. Alafu unatumia Tecno. Sitaki kujua hiyo iPhone umeitoa wapi, lakini hayo ndio maisha bwana. Lozi kidogo kidogo akawa anamshinikiza Mariam ili na yeye aanze kufanya umalaya, kwa sababu alijua tu ile simu amehongwa. Familia ya binti Mariam sio ya kumnunulia mtoto wao iPhone. Na siku chache baadaye James alianza kuona mabadiliko kwa mpenzi wake Mariam, kwani alikuwa hampigii simu, hamtumii message kama ilivyokuwa hapo awali. Yaani mdada kashaanza kubadilika. Mariam akaanza kama kumchukulia poa mpenzi wake James, si unajua tena zile dharau za kike. Basi ilipofika Ijumaa jioni, lecturer Lubumbasi akampigia simu Mariam na kumuomba waweze kutoka, yani wapate mtoko kidogo, kwani kesho yake ilikuwa ni weekend, waweze kuwa pamoja, wapate moja moto nyingine ya vuguvugu, alafu ya baridi ile pale. Bila hiana, binti Mariam alichukuzana na shoga yake Rozi, wakajipodoa kujiandaa kwa ajili ya mtoko ambao sponsor Lubumbasi amepanga kuwa spoili. Yani tayari Mungu wangu wameshaingia mjini. Lozi yeye hakuwa na shepu, alikuwa na kamwili fulani hivi portable kama Zaituni Asini Msangi, mwanadada fulani hivi nilisoma naye pale chuoni kipindi hiko. Aya bwana. Kwa hivyo alivalia kasketi fulani hivi kafupi. Mariam yeye akitupia crop top bila blazia, yani akiwa maziwa wazi. Na hiyo crop top ilimkaa kwa sababu alikuwa na chuchu fulani hivi kama miba zimesimama hatari. Chini Lozi alivalia tight jeans iliyochanika eneo la mapajani. Basi rangi yake ile ya chocolate color lazima utamani. Na nje ilikuwa imepaki gari aina ya V8 ikiwasubiri warembo hao wawili ili kuwapeleka huko kwenye kumbi ya starehe. Hiyo gari ilikuwa ni gari ya mzee Lubumbasi, lakini alimtuma dereva wake akawachukue warembo hao wawili. Yeye alikuwa tayari ametangulia huko klabu. Safari ikaanza kutoka Kigamboni alikokuwa anaishi Rozi mpaka Sinza Velvet, yani huko klabu. Safari ilikuwa ni ndefu kidogo ukizingatia foleni ya jijini Dar es Salaam, na usiku ilikuwa ni ndefu kidogo. Wakiwa ndani ya V8 full AC full kiyoyozi, Mariam akawa anapigiwa simu na mpenzi wa James, lakini Mariam hakupokea zile simu za James, akawa anatizama tu simu. Jamani, kifupi aliona kama kero vile, akaamua kumbloku kabisa James. Tayari James hana thamani, kijana wa watu, maskini ya Mungu. Mariam kashabadilika kabisa. Ndugu msikilizaji, bwana, wadada wa mjini wengi wao, sio wote, ana siwezi nikawa hukumu wote. Hivi anakuwa na mapenzi mazuri, lakini siku zikienda kusogea mbele akimpata mtu wa kumdanganya, kwa sababu wadada wengi si wanadanganywa kwenye maslahi, kwenye vitu, kwenye pesa. Akimpata tu mtu wa kudanganywa, na kama hana roho ya kimungu, ndo kama hivi anapotea. Haya mambo ni ya kweli jamani. Haya bwana, tuendelee na simulizi yetu.
Baada ya kufika klabu Caesar Velvet, mambo yalikuwa moto moto huko. Kuna burudani kama zote. Upande wa James akiwa mpweke getoni kwake, akiwa na shilingi 2,000 tu kavu, kwa sababu maisha yake yalikuwa ni tete. Akanunua tambi za 1,400 na 200, akanunua nyanya moja pamoja na mafuta ya kupikia ya shilingi 300. Kwa hapo ukipiga mahesabu jumla akabakiwa na shilingi 100 tu mfukoni mwake. Basi akawa anajipikia chakula chake kinyonge kabisa, kwani simu alizokuwa akipiga kwa mpenziwe hazikuwa zinapokelewa. Upande wa Mariam akiwa klabu na lecture Lubumbashi pamoja na shoga yake Lozi wa kila maisha, Mariam hakuwa mtumiaji wa vilevi, lakini kwa siku ile walimshawishi mpaka akanywa bia kadhaa na akalewa. Kumbuka, Mariam hakuonana na mpenzi wake James kwa muda usiopungua wa mwezi mmoja au miezi miwili, ingali kwamba walikuwa wanasoma chuo kimoja. Ninapozungumzia hakuonana na mpenzi wake, ni kuonana kimwili na kuonana kifizikia hivi, ni kwamba kikawaida. Nitasema huko mbele kwa nini nimesema hakuonana na mpenzi wake kwa muda mrefu. Baada ya Mariam kulewa tilalila, lecture Lubumbashi akamchukua ili wakapumzike chumbani, yani lodge house. Ule mchezo mzima Lozi alikuwa akiuangalia na alikuwa akiuona. Hakushangaa chochote, kwani ndio ilikuwa mambo yake hayo ya kimalaya. Kufika chumbani, Mariam akawa hajielewi, maskini Mungu. Akalazwa kitandani na mzee Lubumbashi, akaanza kumtomasa mwilini huku akivua nguo za Mariam moja baada ya nyingine. Hakuwa na ziada zaidi ya kufanya ngono na binti Mariam. Usiku ule ulikuwa ni usiku wa burudani na raha mustarehe kwa mzee Lubumbashi aliyemwingilia kimwili na kumtumia Mariam bila hata kutumia kinga. Alivyomaliza tendo, mzee Lubumbashi alitoka nje na kumpa pesa Rozi kama shukrani. Mungu wangu, kumbe Rozi alikuwa akimuuza shoga yake Mariam kwa mzee Lubumbashi. Yani Rozi alitumiwa kumuingiza mkenge, yani kumuingiza kwenye vishawishi Mariam. Na baada ya hapo Rozi akasindikizwa na V8 ile ile mpaka kwake Kigamboni, yani kule Serengeti, na hayo yakiwa ni majira ya saa 8 usiku. Lakini Mariam alikuwa kule kule lodge akilala akiwa hata hajitambui. Kesho yake asubuhi, kijana James akiwa na shilingi 100 yake mfukoni alifika feri ili aweze kuvuka upande wa pili kwa boti aina ya pantoni, lakini nauli ya kupanda boti ilikuwa ni 200 na yeye mfukoni alikuwa na shilingi 100. Alishia kusimama tu pale yani pale sehemu ya kuvukia kama mtu aliyemwagiwa maji ya baridi. Sasa kwa bahati nzuri akatokea Lozi, kwani na yeye alikuwa anaishi huko huko Kigamboni. Kama nilivyosema, Lozi alikuwa anaishi Serengeti, naye alikuwa anaelekea chuoni kama alivyokuwa akielekea James. Basi akaamua kumpa msaada na kumlipia James, akaamua kumpa msaada wa kumvusha. Kisha wakapanda pantoni na kuvuka kuelekea posta. Ndani ya pantoni, Lozi alionekana kuwa ni mtu mwenye kitu fulani kama anakifikiria hivi kwa undani, na kisha alikaa kimya kwa muda, na kisha akasema, James, nina jambo nataka nikuelezee, naomba unisikilize. Lakini kabla hajaanza kusema jambo lake, hilo pantoni lilikuwa limeshafika feri, yani pale Magogoni, yani upande wa pili. Hivyo abiria walitakiwa kuvuka kwa haraka. Kwa hiyo Lozi hakuweza kusema nini kilikuwa kinamsibu. Jambo lilifanya maongezi ya Lozi na James kuishia kati. James, shemeji yangu, tutaongea siku nyingine basi, au leo jioni nitakuja kwako ili tuweze kuongea vizuri. Basi wakaachana hapo. James alifika chuoni kuendelea na masomo, lakini akiwa ni mtu mwenye mawazo sana, kwani siku za hivi karibuni alikuwa hamuoni mpenzi wake pale chuoni akihudhuria vipindi kwa wakati, hafanyi kazi za makundi, yani group discussion. Hakuwa anazingatia masomo hata kidogo Mariam, yani mpenziwe. Na bahati mbaya zaidi, akimpigia simu alikuwa akitumika muda wote, yani kashablokiwa. Kijana James alibarikiwa kuwa na sauti nzuri iliyofaa kwa muziki au uandishi wa habari. Hivyo muda ambapo walikuwa yuko chuoni, pia
aliutumia huu muda kupigania ndoto zake, na kwa kuwa alikuwa ni mwandishi mzuri, alipigania ndoto zake za kuwa baadaye aje kuwa mwandishi wa habari mzuri kwenye media yoyote kubwa hapa nchini. Alikuwa akijitoa kufanya interview mbalimbali, alikuwa akijishughulisha na waandishi wakubwa na kadhalika. Yani kiufupi alikuwa ni kijana mwenye kupambana, mwenye kupambania ndoto zake. Yani hakuwa kijana aliyebweteka, hapana. Licha ya utanashati wa James, pia alivutia wanawake kutokana na sauti yake nzuri ya chombezo, na mwanamke aliyevutiwa zaidi ni Rose, yani shemeji yake. Yani shemeji yake yule rafiki yake Mariam. Pengine ndiyo maana alikuwa anamzunguka shoga yake Mariam, kisa wivu wa kimapenzi. Pamoja na kwamba James chuoni alikuwa anasomea mambo ya uhasibu, lakini hakuacha interview mbalimbali kwenye vyombo vya habari ili kukuza tasnia yake. Basi turudi upande wa Mariam. Baada ya asubuhi kufika, pombe zilimwisha, hivyo akajikuta yuko kitandani na lecture Lubumbasi. Mzee Lubumbasi hakuwa na shaka yoyote, lakini Mariam alionekana kuwa ni mtu mwenye mtafaruku mkubwa sana, akijiuliza kuwa amefikaje pale kitandani na kwa nini yuko na mzee yule. Mbaya zaidi, aliwaza na kuazua juu ya kufanya mapenzi na lecture Lubumbasi, lakini lecture Lubumbasi akamtoa hofu na kumwambia, usijali, hivi ni vitu vya kawaida. Kama una wasiwasi, pengine leo ulitakiwa kufanya assignment, mimi nitakujazia kwamba umepata maksi 100 kabisa, na ile quiz ya wiki iliyopita nitakujazia pia maksi. Si nilikuahidi kwamba utaenjoy? Si nilikuahidi? Kwa hivyo usijali. Yani kiufupi alikuwa akimlagai. Baada ya hapo Mariam akarudishwa chuoni, ingawaje Mariam alistaajabu sana. Basi ilipojiri mida ya saa 1 usiku, nyumbani anakoishi James, mlango ulionekana kugongwa kwa nje. Na baada ya James kufungua mlango akamkuta Rose. Yani Rose akaingia ndani, lakini mavazi ya Rose aliyovalia usiku ule yalikuwa ni mavazi ya kichokozi sana, kwani juu Rose alivalia blouse ambayo ni transparent iliyokuwa ikionyesha chuchu zake mubashara kabisa, alafu chini akavalia kaptula fulani hivi imembana, naweza sema ni tight ambayo haifiki kwenye magoti, yani inaishia mapajani. Kifupi Rose alikuja kimkakati, alikuja kumtega James. Na baada ya Rose kukaa chini, akaanza kulegeza macho mithili ya mtu anayetaka kusinzia. Akawa anaongea kama hataki vile. Rose akaanza kusema, nilitaka nikuulize eti zile nini zile nosi zile za sumu la nani zile, hivi unazo? Rose wakati anauliza hilo swali akaanza kumpapasa James na kutumia kucha zake ndefu za vidoreni. Masikini ya Mungu. James mapigo ya moyo yakaanza kumwenda mbio, na kwa mbali suruali yake ikaanza kutuna, yaani alianza kusimamisha mawasiliano. Wakati Rose akijiongelesha, alikuwa akimpapasa kwa kucha zake ndefu mwilini kijana James na kumsogelea kwa karibu, akimtaka kama kumpa busu hivi, yani akitaka kumpa busu shemeji yake. Mungu wangu. Basi James akanyanyua mikono yake na kumzuia Rose asiendelee kufanya kile alichokuwa akitaka kukifanya. Rose, nadhani unatambua kuwa mimi ni mpenzi wa rafiki yako, na hivyo nampenda sana Mariam. Hivyo basi nisingeweza kabisa kufanya chochote na wewe. Kwa hivyo naomba Rose ishia hapo hapo. Rose alizuiliwa kufanya kile alichokuwa akitaka kukifanya. Rose alionekana kukasirishwa sana na ile kauli ya James. Rose akasema, James, endelea kujidanganya. Kwa hiyo unampenda sana Mariam, sio? Sawa, baki na huyo malaya wako. Baada ya hapo Rose alifungua mlango na kuondoka zake kwa hasira. Lakini kauli ile James aliyoambiwa kuwa abaki na malaya wake ilimtatiza sana.
kivipi Rose amwite rafiki yake malaya? Kwa nini? Yaani kuna jambo gani linaendelea hapa katikati? Baada ya siku 2 kupita wakiwa darasani pale chuoni, James alishangaa kumuona Mariam na yeye yupo darasani kwa siku ile. Ni maajabu. Kwa kuwa siku yake ya kwanza kumuona na kuhudhuria vipindi licha ya kwamba ilikuwa ndio siku pekee ambayo Mariam ndo ameonekana sasa chuoni, lakini Mariam alionekana kama ni mgonjwa vile, maana alikuwa analala hovyo tu darasani mule. Punde Mariam alitoka haraka kuelekea nje, mkono mmoja akiwa ameziba mdomo wake na mkono mwingine ameshikilia tumbo, akionyesha kabisa alienda kutapika. Ni kweli aliingia chooni na kutapikiana. Baada ya muda kadhaa baada ya muda, hata kabla ya kipindi kuisha, akarudi darasani na kuchukua vitu vyake na kuondoka zake kabisa, kwa sababu James mpenziwe alikuwa anampenda sana Mariam, na yeye akaamua kutoka nje ili kumfuata Mariam kumuuliza nini kwamba nini kinamsibu. Lakini Mariam hakutaka kumsikiliza wala kumwambia chochote. James aliongeza mwendo na kurudi zake hosteli za chuo. Kufika hosteli, akaanza kuwa na wasiwasi na akaanza kujisemea moyoni mwake, mimi Mariam na mimba, nitamwambia nini James? Nitawaambia nini wazazi wangu? Mzee Lubumbasi atakubali kweli kuelea hii mimba? Bila shaka ni ya kwake, kwa sababu sijawahi kutembea na mtu mwingine yeyote zaidi ya James na huyu mzee Lubumbasi, na James sijakutana naye kimwili muda mrefu. Naamini hii mimba ni ya mzee Lubumbasi. Hapana, kwa kweli. Binti Mariam alionyesha kuwa ana mimba, yani ana dalili zote za kuwa na ujauzito. Na mimba haikuwa ya mpenziwe James, kwa sababu hawajakutana zaidi ya miezi 2 kama nilivyokuambia kule mwanzoni. Kule mwanzoni nikakwambia kwamba hawajakutana kimwili na hata hivi kifizikia. Bila shaka ile mimba ilikuwa ni ya Lecture Lubumbasi. Siku zilivyozidi kwenda, Mariam akawa anamkwepa kabisa James, kwani hata amweleza nini juu ya lile swala. Na baada ya Mariam kumweleza Lecture Lubumbasi kwamba ana mimba yake, mzee Lubumbasi akawa ni mkali sana na akaikataa kabisa ile mimba na akamkana na kumwambia kwamba asiendelee kumfuatilia na asahau kabisa kama alishawahi kuwa na mahusiano ya kimapenzi na mkufunzi Lecture Lubumbasi. Kiufupi, alimkataa. Mariam alizidi kuchanganyikiwa kwa sababu hatapata huduma yoyote kutoka kwa Lecture Lubumbasi, kwa sababu alikuwa anapata huduma anahudumiwa, pesa za kula anapewa, ananunuliwa nguo na vitu kedekede. Sasa Mariam akaanza kufubaa tena upya. Mariam akaanza kufubaa na kuchakaa, uzuri wake wote sasa ukaanza kupotea safari hii. Masikini ya Mungu, kashushwa thamani binti wa watu. Mariam akawa anasongwa na msongo wa mawazo nyakati zote. Ukimuona utasema huyu siye yule Mariam ambaye alikuwa na urembo wa kuvutia kipindi alipowasili kwa mara ya kwanza pale chuoni. Mariam akaamua kuchukua maamuzi magumu, lakini kabla ya kuchukua maamuzi yake magumu, Mariam akaamua kumshirikisha rafiki yake aliyeitwa Salha jambo la maisha yake kwa ujumla. Yani akamueleza kila kitu Salha ili aweze kumshauri nini afanye. Salha alikuwa ni mstaarabu tu, sio kama Rose yule mwenye tabia chafu za kimalaya. Hapana, alikuwa ni mdada ambaye ana tabia zake nzuri na anajiheshimu. Salha, nimemkosea sana James. Salha, nimetoka mbali na James. Ndio, ingawa alikuwa hanipi vitu vya thamani, lakini alikuwa akinionyesha upendo. Najuta kabisa kwa usaliti. Najuta kwa usaliti niliofanya. Ona sasa, hii mimba nitaipeleka wapi? Hii mimba nitaipeleka wapi Salha? Lecture amenikataa.
wazazi wangu nitawaambia nini? Basi maskini ya Mungu binti Mariam akaanza kulia kwa uchungu. Salha akasema, pole shoga yangu, lakini hapo haina namna, itabidi tu uilee hiyo mimba, kwa sababu mimi siwezi nikakushauri uitoe. Hapana. Hapana Salha, hii mimba nitailea kwenye mazingira gani? Ni bora niitoe. Huku analia binti wa watu, uamuzi wa mwisho alioamua ni kuitoa mimba, kwa maana mazingira ya kuelea mimba yalishindikana. Hata hudumia vipi mimba? Upande wa Rozi kwenye harakati za kudanga akabahatika kukutana na madanga ya Kituruki, kwa sababu Rozi kipindi anasoma chuoni alikuwa anafanya mambo ya umalaya. Baada ya kukutana na mabwana wenye asili ya Uturuki, walimwahidi kumpatia kiasi cha shilingi dola 350, sawa kama na 800 hivi na 75 za Kitanzania kwa hesabu za haraka. Baada ya makubaliano hayo, Rozi alipelekwa hotelini mahususi kwa ajili ya kufanya dhambi ya uzinifu na Waturuki hao. Usiku ulipoingia, baada ya Rozi kuoga na kujiandaa mahususi kwa ajili ya kungonoka na hao Waturuki, walikuwa kama Waturuki 2 3. Mungu wangu. Wakaanza kufanya ngono. Baada ya dakika kadhaa, kijana yule wa Kituruki alionekana kwenda kuchukua mafuta fulani hivi kama mafuta ya nazi, akayapaka kidogo kwenye na mengine akayapaka kwenye wa Rozi. Mungu wangu. Sasa wanakwenda kumlawiti binti wa watu, maskini ya Mungu. Wale Waturuki wanakwenda kumwingilia kinyume na maumbile, lakini Rozi alikataa kufanyiwa kitendo hiko. Lakini wale vijana wa Kituruki walimuahidi kumuongezea pesa kama angekubali kufanyiwa kitendo hicho cha kuingiliwa kinyume na maumbile. Ijapokuwa Rozi aliahidiwa kiasi kikubwa cha pesa, lakini bado alikataa. Kuingiliwa kinyume na maumbile si mchezo. Kilichofuata sasa, wale Waturuki walidhamiria kumbaka Rozi kwa kumwingilia nyuma. Maskini ya Mungu, binti wa watu Rozi alitolewa marinda yote, alifanywa vibaya sana. Pia alitokwa na damu nyingi zikiambatana na maumivu makali zilizomfanya apoteze fahamu. Yani Rozi alizimia kabisa baada ya kuingiliwa kinyume na maumbile na hao watu wenye asili ya Uturuki. Rozi mdada wa chuo, Rozi mdada aliyekuwa anadanga, alipoteza fahamu mpaka asubuhi, na kisha Waturuki wale walitokomea pasipojulikana. Lakini mezani walimwachia tu ile pesa yake waliomwahidi, ile pesa ya shingapi? Ile pesa ya kama 875,000. Basi kwa msaada wa watumishi wa hoteli, Rozi alikimbizwa hospitali kupatiwa matibabu, lakini kile chumba kilitapakaa mafuta aina ya kilainishi na harufu mbaya. Jamani, haya bwana. Ndugu msikilizaji, huu mkasa unanikumbusha kuna situation ishawe kutokea lead, yani kweli kabisa. Kipindi hicho mimi nilivyokuwa chuoni, mimi nilisoma pale chuoni IFM. Mimi nilisoma IFM pale. Haya mambo yalitokea bwana kwa marafiki zangu fulani hivi wa kike. Hivi tamaa nini? Bwana nisitoe siri. Hebu niendelee kusimulia mkasa wetu, tuendelee kuusimulia. Haya, tukirudi upande wa Mariam aliamua kwenda nyumbani kwa James, na maongezi yao yalikuwa kama ifuatavyo. James, mambo? Nimekumisi pia mpenzi. Umepatwa na nini? Mbona sikuona message yako, simu yako, na sijakuona muda mrefu chuoni. Nini shida mpenzi wangu? Hamna, mimi nilikuwepo bwana. Alafu unaumwa? Naona umedhoofika siku hizi. Ndiyo, nataka niende hospitali nikapime, na shida kama na shilingi 50,000.
kama ukiwa nao basi naiomba baby. Hapa sina, lakini kati ya leo au kesho lazima nikupatie hani. Basi James akaamua kwenda kukopa hiyo pesa kwa sababu alimuahidi mpenzi wake atampatia hiyo 50,000. Mariam ameenda kuomba pesa kwa James kwa sababu hakuwa anapewa pesa sasa na mzee Lugumbasi. Mariam baada ya kupata ile pesa ambayo kapewa na James hela kakopa jamani. Na kisiri akaamua kwenda hospitali kupima. Na vipimo vilionyesha kuwa Mariam ni mjamzito, lakini si hivyo tu, Mariam alionyesha kuwa ana maambukizi ya virusi vya VVU, yani ukimwi, HIV, kwa sababu ilikuwa ni mwisho wa semester. Akaunti ya chuo ya Mariam ikasoma discontinue. Kwa nini? Kwa sababu alikuwa hahudhurii vipindi, afanye assignment. Kwa hivyo yani chuoni bwana, usipofanya mtihani, assignment, quiz pasipokuwa na sababu za msingi una disco moja kwa moja. Yani Mariam amefukuzwa chuo kwa sababu hakufanya mtihani wa mwisho bila sababu yoyote ya msingi. Mpenzi wake huyo Dr. Lugumbasi amemsaliti. Mimba kaipata, aliyempa mimba akamkataa, kazi hana, chuo hana, kafukuzwa. Kwa nini asilie binti wa watu? Binti Mariam akaanza kulia kwa kwikwi na kwa uchungu. Atasema nini nyumbani kwao? Mariam akaamua kununua vidonge vya kutoa mimba. Na kwa sababu ya kuchanganyikiwa alinunua vidonge aina mbili, yani aina mbili tofauti. Huku analia kwa uchungu wakati yuko kwenye hosteli za chuo. Vyote hivyo vidonge akavimeza kwa pamoja pindi tu alipowasili chuoni. Huku James akiwa chumbani kwake, yani kule Kigamboni kwake kule anapokaa getoni kwake mwenyewe. Alipigiwa simu kuwa amepata nafasi ya kwenda kufanya kipindi, yani kuwa anafanya kipindi fulani hivi, yani kwamba kwa lugha rahisi anafanya kipindi kama cha kujitolea pale Clouds FM, yani kiufupi amepata mtonyo. Kwa hivyo lazima tu atakuwa anapata posho na atalipwa kiasi kama cha laki ngapi? 300,000, 400,000. Hiyo ni kwa mwezi. Sasa kwa mtu kama yeye ambaye hana kazi, hiyo 400,000 kubwa. James alifurahi sana kwani bado anasoma na amepata huo mtonyo wa 400,000. Alichowaza haraka ni kumjulisha mpenzi wake Mariam kuwa amepata kazi, hivyo maisha yao sasa yanakwenda kubadilika. Na si hivyo tu, kuna kampuni ya mavazi ya kiume pia ilimpa ofa ya kumwajiri awe kama ni mwanamitindo, yani modo, kwenye nguo zao watakazokuwa wanazalisha. Yani kazi yake kuonekana kwenye matangazo. Mkataba wa hiyo kampuni watamlipa kwa shilingi milioni 40 kwa mwaka. Sasa hapo kwa mwezi tasmini sijajua kwa haraka ni shilingi ngapi. Kweli mafanikio yamefika. Kweli muda wa kufanikiwa umefika kwa kijana James ambaye alijituma, maskini ya Mungu, kujishughulisha kwa hapa na pale. Basi baada ya kupata hiyo mitonyo, James moja kwa moja alimpiga simu mpenzi wa Mariam, lakini simu haikupokelewa. Sasa kwa furaha alizokuwa nazo akaamua kumfuata huko chuoni. Lakini kufika chuoni akiwa ni mtu mwenye tabasamu kubwa sana la furaha, hakuamini macho yake. Aliona watu wengi sana wamejazana eneo la hosteli ya chuo, kukiwa na mtafaruku. Alibahatika kuwasikia wadada fulani wakizungumza. Jamani, yule dada ametoa mimba, dawa alizokunywa ni kali sana, jamani zimemuua, alafu nasikia alikuwa na ukimwi. Alafu ni festi ya ujue. Bado James alikuwa na wenge akitaka kufahamu huyu mtu ni nani ambaye aliyekufa kwa kutoa mimba. Na mwishowe akaambiwa kuwa aliyefariki ni mpenziwe Mariam kwenye harakati za kutoa mimba, na umauti ukamkuta papo hapo. Lozi yuko hospitali kalawitiwa hali mbaya, na Mariam tayari ni marehemu. James alilia kwa uchungu sana akifikiria Mariam mpenziwe wametoka mbali sana. Leo ameingia kwenye mambo ya kutoa mimba ambayo hakumpa yeye. Unafika muda wa mafanikio, Mariam anafariki.
Na hiyo ndiyo ilikuwa hatima ya binti Mariam na hatima ya binti Rose jijini Dar es Salaam. Basi ndugu msikilizaji, wakina Rose, wakina Mariam wapo wengi sana. Yaani wale vijana ambao aidha awe wa kike au wa kiume wanapelekwa na wazazi wao shuleni au mavyuoni kusoma, alafu mwisho wa siku wanaenda kuendekeza tamaa mbele, mauti nyuma. Binafsi nikikaga na rafiki zangu wa kike huwa tunashauriana sana kwamba unajua watoto wa kike ndo wana access kubwa sana ya kuharibikiwa kwa haraka haraka tofauti na wanaume. Yaani kwamba watoto wa kike ndo wana access kubwa sana kwa sababu mdada au binti akishashika mimba kipindi anasoma hajaitoa, sawa, akailea na kuzaa kabla hata ya ndoa, kabla ya kujihusisha na mahusiano rasmi, huyu mtu automatically thamani yake lazima itashuka. Bahati nzuri tu aliyempa hiyo mimba tuseme aendelee kuishi naye, wawe na mipango mizuri. Lakini bahati mbaya huyo mtu aliyempa ujauzito akikimbia au akila kona, huyu binti tayari maisha yake yamekuwa yameharibika kwa namna moja au nyingine. Kwa hivyo huwa tunashauriana sana na rafiki zangu wa kike, nawaambiaga sana kwa sababu wanawake ni wepesi sana kudanganyika kwenye vitu maslahi. Yaani wao siku hizo wameka maslahi mbele. Yamkini wewe unayenisikiliza hapa ni mtoto wa kike, kubali kataa, sio wewe na sio wote, lakini majority wengi wao wameweka maslahi mbele. Ili aamini unamthamini, basi lazima uwe unampampa kidogo vitu, mali, maslahi. Sasa hapa ndipo wanapodanganyika sana, hususa dada zetu hawa wa huko mavyuoni. Dada zetu hawa wa huko mavyuoni. Kwa hivyo haya mambo yapo jamani, yapo kabisa, yapo. Yaani huu sio uongo, ni ukweli, na kwa macho yangu nimeshuhudia. Yaani mpaka nakuja hapa na simulizi hizi kwa macho yangu nimeshuhudia huko nilikokuwa nasoma kipindi hiko. Sasa wale ambao wanapenda kufuatilia story mbalimbali humu kwenye hii channel, cha kufanya unabonyeza hapo chini kwenye kitufe kilichoandikwa subscribe. Yaani hapo chini kuna kitufe kimeandikwa subscribe, kibonyeze hiko subscribe ili kuweza kuungana nami pia zitakapokuja nitakapoweka. Basi hata kama kwa muda huu unakuwa hauna bando, ukiweka bando kwa muda wako utapata notification pale juu kwamba kuna story mpya hii hapa imewekwa, basi mambo yanaweza yakawa blue. Lakini kwa simulizi fupi short stories, yani kwamba zile fupi sana, utazipata kwenye TikTok kama Mtanashati Media. Nenda kule TikTok, follow Mtanashati Media. Mimi binafsi natumia Wins Van Lee. Basi nenda TikTok, nenda Instagram, popote pale kani search kama Wins Van Lee. Naam, ndugu msikilizaji, mimi sina la ziada na huo ndio mwisho. Hawa mabinti wametoka huko, wameenda kubadilikia chuo. Sio wote wanabadilika chuo jamani, lakini wengi wao kama wanaongozwa na tamaa lazima watabadilika, na wengi wao yanayowakuta si mazuri. Basi mimi niishie hapa. Jina langu naitwa Lee. Kwa mawasiliano nipigie au tuma ujumbe kwa namba 0710 16 33 76, na bonyeza hapo chini kwenye kitufe kilichoandikwa subscribe ili upate story zijazo.